Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi yetu ya nyumba namba 13. Leo tunaendelea na sehemu yetu ya 3 ambapo tunaanzia pale pale ilipoishia sehemu ya 2. Karibu sana na endelea kusubscribe katika chaneli yetu ya Simulizi Nova ili uendelee kuenjoy yanayopatikana katika simulizi hii. Tunaanzia pale pale tulipoishia sehemu ya 2 ndani ya nyumba namba 13 ambapo kuna vioja vinaendelea kati ya mzee Salum pamoja na Kiwelu na wengineo. Kiwelu akapiga hatua 2 nyuma. Hii nini? Mzee Salum akasema, nyumba hii haiwalindi waongo. Ukuta wa upande wa kushoto ukafunguka pole pole. Ndani yake kulikuwa na chumba cha siri ambayo hakuna aliyewahi kukiona. Katikati ya chumba kulikuwa na sanduku kubwa la chuma. Juu yake uliandikwa, ukweli hauwezi kufichwa milele. Kiwelu akapanua macho. Hapana! Akaanza kukimbia kuelekea kwenye sanduku. Lakini kabla hajafika, Mama Neema akaingia ndani ya nyumba. Simama! Kila mtu akageuka kumwangalia. Mama Neema alikuwa analia. Mikononi mwake alikuwa ameshika mkufu mwingine uliofanana kabisa na ule aliokuwa nao Adamu. Adamu akamwangalia kwa mshangao. Mama, huo mkufu? Mama Neema akamkaribia taratibu. Nimeficha siri hii kwa miaka 25. Machozi yakamtiririka. Adamu, wewe si mwanangu Adamu. Ukumbi mzima ukawa kimya. Amina akashika mdomo kwa mshangao. Mzee Salum akafumba macho. Kiwelu akatabasamu. Nilikuambia ukweli ungeshinda. Mama Neema akaendelea kulia. Nilikuokota usiku ambao nyumba hii iliteketezwa. Niliapa nitakulea kama mwanangu. Adamu alitikisa kichwa. Hapana, wewe ndio mama yangu. Ndiyo, kwa moyo, lakini si kwa damu. Adamu naye akalia. Hakuwahi kufikiria kuwa maisha yake yote yalikuwa yamejengwa juu ya siri. Lakini kabla mtu hajazungumza tena, sanduku la chuma lilijifungua lenyewe. Ndani yake kulikuwa na nyaraka za zamani na picha moja iliyomfanya hata Kiwelu kupiga magoti kwa hofu. Amina alichukua picha hiyo. Alipogeuza, uso wake ukabadilika. Akamwangalia Kiwelu, halafu akamwangalia Adamu. Kwa sauti ya kutetemeka akasema, haiwezekani. Nyinyi wawili mnahusiana ambao kuna mtu akijinyangeza kuamini. Ukumbi mzima ulitawaliwa na ukimya. Hakuna aliyethubutu kuzungumza. Macho yote yalikuwa yamemwangalia Amina aliyeshika picha iliyokuwa imetoka ndani ya sanduku la chuma. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka. Adamu akamkaribia. Amina, umeona nini? Amina hakujibu. Alimkabidhi picha hiyo taratibu. Adamu alipoitazama, damu ilimganda mwilini. Kwenye picha kulikuwa na watu 3. Mzee Baraka, mke wake, na mwanaume aliyesimama pembeni yao akiwa anatabasamu. Mwanaume huyo alikuwa tajiri Kiwelu. Lakini kilichowashangaza zaidi si hilo. Chini ya picha kulikuwa na maandishi yaliyoandikwa kwa kalamu ya wino mweusi. Marafiki wa Adamu mpaka tamaa ilipozaliwa. Mzee Salum akavuta pumzi ndefu. Hapo ndipo kila kitu kilipoanza. Adamu akainua macho. Kiwelu, ulikuwa rafiki wa baba yangu? Kiwelu hakujibu. Alibaki akitazama sakafu. Mama Neema akasema kwa sauti ya huzuni, walikuwa kama ndugu, walikula pamoja, walijenga kijiji pamoja, walisaidiana katika kila jambo. Adamu akamuuliza, sasa nini kilitokea? Kabla Mama Neema hajajibu, Kiwelu akaanza kucheka. Kicheko chake kilijaa majuto.
maskini haelewi uzito wa utajiri. Mzee Salum akamkatiza, hapana, kilichokupoteza si utajiri, kilichokupoteza ni tamaa. Kiwelu akakaa kwenye kiti cha zamani. Kwa mara ya kwanza macho yake yalionekana kuwa na huzuni. Nilikuwa maskini kuliko mtu yeyote kijijini. Baraka alinisaidia, alinipa kazi, alinijengea nyumba, alinisomesha. Amina akasema kwa mshangao, kama alikufanyia yote hayo, kwani ulimsaliti? Kiwelu akafumba macho. Kwa sababu nilitaka kila kitu kiwe changu. Ukumbi ukawa kimya. Kiwelu akaendelea, kuna mfanyabiashara mmoja kutoka mjini aliniahidi utajiri mkubwa kwa shati moja tu. Adamu akauliza, shati gani? Kiwelu akasema kwa sauti ya chini, nimkabidhi hati za ardhi za mzee Baraka. Lakini Baraka alikataa, akasema, ardhi si urithi wa mtu mmoja, ni urithi wa vizazi. Nilikasirika. Nilifikiri akiniondoka kila kitu kingekuwa changu. Mama Neema akaanza kulia. Kiwelu, tamaa ilikupofusha. Ghafla sauti ya makofi ilisikika kutoka gorofani. Kila mtu akageuka. Mwanaume mmoja mwenye koti refu jeusi alianza kushuka ngazi taratibu. Adamu alipanua macho. Danieli! Amina akafurahi. Yuko hai. Lakini Danieli hakutabasamu. Uso wake ulikuwa mkavu. Macho yake yalikuwa yamebadilika. Alisimama mbele ya Kiwelu. Akasema kwa sauti nzito, umesimulia nusu ya ukweli. Kiwelu akakunja uso. Danieli akaendelea, waambie pia kwamba mzee Baraka hakufa katika ajali. Aliuawa. Ukumbi mzima ukapasuka kwa mshangao. Adamu alihisi miguu yake ikikosa nguvu. Uliuawa? Danieli akamwangalia Adamu moja kwa moja machoni. Kuna mtu mmoja tu hapa anayejua kaburi la kweli la baba yako. Polepole akanyosha kidole kielekea kwa Mama Neema. Mama Neema akashusha kichwa, machozi yakaanza kumtoka. Adamu akapaza sauti, mama, hiyo ni kweli? Mama Neema hakujibu. Ukimya wake ulikuwa jibu liloumiza kuliko maneno. Kimya kizito kilitanda ndani ya nyumba namba 13. Adamu alimtazama Mama Neema kwa macho yaliyokuwa yamejaa machozi. Mama, ni kweli unajua kaburi la baba yangu? Mama Neema alishia pumzi ndefu. Mwanangu, nilitamani usije kujua ukweli huu. Kwa nini? Kwa sababu ukweli huu umegharimu maisha ya watu wengi. Danieli akamkaribia Adamu. Sikiliza kila neno atakalosema. Mama Neema akaanza kusimulia. Usiku ambao nyumba hii ilishambuliwa, nilikuwa mfanyakazi wa ndani hapa. Nisikia kelele. Nikaona watu waliovaa nguo nyeusi wakivamia nyumba. Mbele yao alikuwepo. Akamtazama Kiwelu. Kiwelu. Kiwelu alifumba macho. Hakuja peke yake. Alikuja na watu wengine wawili ambao nyuso zao zilifunikwa. Walikuwa wanatafuta hati za ardhi na sanduku hili la chuma. Baraka alikataa kuwaonyesha vilipo. Mabishano yakaanza. Kisha Mama Neema akalia. Risasi ikalia. Adamu alihisi miguu yake ikilegea. Baraka akaanguka mbele ya mke wake. Amina naye akaanza kulia. Mke wake alijaribu kumlinda mtoto wake. Mtoto huyu alikuwa wewe. Nilikuchukua kwa siri kupitia mlango wa nyuma. Mama yako mzazi aliniambia. Mama Neema akafuta machozi. Ukiona mimi sifiki asubuhi, kimbize mwanangu mbali na kijiji hiki. Siku moja atarudi kutafuta haki yake. Adamu akapiga magoti. Machozi yakamwagika. Danieli akauliza, na mwili wa Baraka ulipelekwa wapi? Mama Neema akamwangalia mzee Salum. Hakuzikwa makaburini. Kwa nini?
Mzee Salim akajibu, kwa sababu wauaji walitaka watu waamini kuwa familia nzima iliteketea kwenye moto. Kaburi lake lilitengenezwa kwa siri. Adamu akauliza kwa sauti ya kutetemeka, liko wapi? Mama Neema akasema, ndani ya msitu wa Mbuyuni, chini ya mti mkubwa wa mvule. Hakuna jina lililoandikwa, ni jiwe tupu. Ghafla, Rehema ambaye alikuwa amejificha nje ya dirisha alisikia mazungumzo yote. Akatoa simu yake kwa siri, akapiga namba. Bosi, nimewasikia, wanajua kaburi lilipo. Sauti ya upande wa pili ikasema, fuatilia kila hatua yao, lakini kumbuka, kaburi lisifikiwe. Rehema akashangaa, sauti hii si ya Kiwelu, basi ni nani? Upande wa pili ukakata simu. Ndani ya nyumba, Danieli alifungua nyaraka zilizokuwa ndani ya sanduku. Kulikuwa na ramani ya zamani ya kijiji, lakini kona moja ilikuwa imechanwa. Adamu akauliza, kwa nini imekatwa? Mzee Salum akasema, kwa sababu sehemu iliyokatwa ndio inaonyesha mahali palipofichwa kitu muhimu zaidi. Kitu gani? Danieli akajibu, ushahidi wa muuaji halisi. Kiwelu akainua kichwa kwa mshangao. Muuaji halisi? Danieli akamkodolea macho. Ndio. Kuna ukweli ambao hata wewe hujui Kiwelu. Ukumbi wote ukawa kimya. Danieli akaendelea kwa sauti ya taratibu. Ulimsaliti Baraka, lakini hukuwa wewe uliyempiga risasi. Macho ya Kiwelu yakapanuka. Haiwezekani. Niliona. Danieli akamkatiza. Ulichokiona sio ukweli wote. Ghafla taa zote ndani ya nyumba zikazimika. Giza likatawala. Ndani ya giza hilo, sauti ya bunduki ikalia. Amina akapiga kelele. Adamu akaita, Amina! Lakini hakukuwa na jibu. Mlio wa risasi ulitingisha nyumba namba 13. Giza lilitanda kila kona. Kila mtu akae chini, Danieli alipaza sauti. Adamu akapanua mikono yake huku akimtafuta Amina. Amina, uko wapi? Si, niko hapa, sauti yake ilisikia kwa mbali. Adamu akafuata sauti hiyo kwa tahadhari. Alimkuta Amina akiwa ameanguka sakafuni. Mungu wangu, umejeruhiwa? Amina akainua mkono wake. Hapana, nimejikwaa tu. Adamu akamkumbatia kwa nguvu. Nilidhani nimekupoteza. Amina akatabasamu kwa machozi yakimtoka. Kama bado unapumua, nami nitaendelea kupigana. Mzee Salum akawasha taa ya mafuta iliyokuwa pembeni ya ukuta. Mwanga hafifu ukajaa ndani ya ukumbi. Watu wote walikuwa bado hapo, isipokuwa mtu mmoja. Tajiri Kiwelu yuko wapi? Danieli akaangaza kila kona. Hakukuwa na dalili zake. Mama Neema akaonyesha dirisha lililokuwa wazi. Ametoroka! Danieli akagonga meza kwa hasira. Tumepoteza nafasi muhimu. Wakati huo nje ya nyumba, Kiwelu alikuwa akikimbia katikati ya msitu. Alikuwa akiema kwa nguvu. Mara akasikia sauti nyuma yake. Utakimbia mpaka lini? Kiwelu akageuka kwa haraka. Hakuwa na mtu. Lakini ghafla, mwanaume mmoja aliyevaa koti jeusi alitokea nyuma ya mti. Uso wake ulikuwa umefunikwa. Kiwelu akatetemeka. Wewe! Nilidhani ulikufa. Mwanaume huyo akacheka kwa sauti ya kutisha. Nilitaka niwe nimekufa. Kazi uliyopewa umeiharibu. Kiwelu akapiga magoti. Nipe nafasi nyingine. Mwanaume huyo akatoa bastola yenye kinyamazishaji. Risasi kampita Kiwelu sikioni. Nafasi yako ya mwisho imeanza sasa. Akamrushia bahasha ndogo. Kesha alfajiri, hakisha Adamu afike kwenye kaburi. Kisha akatoka gizani kana kwamba hakuwahi kuwepo. Kiwelu akabaki akitetemeka. Kwa mara ya kwanza maishani mwake alihisi kuna mtu aliyemzidi nguvu. Ndani ya nyumba namba 13, Danieli alifungua bahasha nyingine iliyokuwa imefichwa kwenye sanduku. Ndani kulikuwa na ramani mpya. Ramani hiyo ilionyesha njia ya kwenda msitu wa Mbuyuni, lakini kulikuwa na onyo lililoandikwa kwa herufi nyekundu. Atakayefungua kaburi kabla ya jua kuchomoza, ataifungua pia siri iliyofungwa kwa damu. Adamu akaiangalia ramani. Nitaenda. Mama Neema akamzuia. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu aliyemuua baba yako anajua utakuja. Amina akamshika mkono Adamu. Utaenda peke yako. Danieli akasema, safari hii haitakuwa ya kutafuta kaburi tu. Itakuwa ya vita ya kutafuta ukweli. Na hii ndio sehemu ya 3. Karibu tena uendelee kusubscribe channel yetu.